hata maombi yenyewe, ukiwa unaomba sana bila kufanya kazi, umekosa kiasi, ni dhambi. Na utamlaumu Mungu kwa sababu ya umasikini ambao uko nao, lakini kwa sababu tu umekosa kiasi. Kwa hiyo jambo lolote lile kwenye maisha ya mwanadamu likikosa kiasi linakuwa ni dhambi. Ndio maana moja kati ya tunda la Roho Mtakatifu ni tunda la kiasi. Na tunda la kiasi limekuwa ni tunda ambalo linapuuziwa na kila mtu. Yaani mtu unakuta kwamba anafunga hana kiasi. Watumishi wa Mungu, huwezi ukafunga ukaenda kulima. Hauwezi ukafunga ukafanya kazi ambayo ni ngumu. Ile nazungumza kazi hata hizo kazi za ofisi za kuzunguka kwenye viti. Huwezi ukafunga ukafanya kazi ambayo ni ngumu, utazimia. Na ndio maana watu walivyokosa kiasi, unakuja kuona kwamba kuna watu ambao wanafunga lakini wanakuja wanakufa. Unasikia kwamba fulani amekufa kwa sababu alikuwa anafunga. Fulani kuna kipindi tulikuwa tunapanda mlimani na mtumishi wa Mungu kwani hapa. Tulikuwa tunapewa story, tulikuwa tunapanda kuna mlima fulani Arusha unaitwa Mlima Sakila. Tulikuwa tunapewa story na kwani hapa, tulikuwa tunaambiwa kwamba kuna mtu alishaifiaga hapa. Alifunga siku 4 akafia hapa njiani, akadondokea hapa. Sasa unakuja kugundua kwamba huu ulikuwa sio mpango wa Mungu. Sio kama yeyote anafunga siku 4 atakufa, hapana. Lakini Mungu kama hajakupa, yani kama Mungu hajakupa maelekezo kwenye jambo lote ile, kuwa na kiasi. Yani kuwa na kiasi. Kiasi ni kitu cha muhimu sana kwenye maisha ya muamini. Watu wanakuta kwamba wanaomba bila kiasi, wanaomba wafanyi kazi. Watu wanakuwa na imani kubwa lakini imekosa matendo, wamekosa kiasi tayari. Kwa kiasi ni tunda la Roho Mtakatifu ambalo unatakiwa uwe nalo. Na kiasi ndio kiasi kinakupa kwamba kujua kwamba okay, hapa hili swali ni la kiroho, lakini natakiwa nitumie roho na mwili kidogo.